Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku hii ya leo ambayo Mungu tena ametupa neema. Tumeamka salama, Mungu ametulinda, lakini ametupa neema ya kukaribia mbele zake na kuomba kwa habari ya maombi matano. Kwa hiyo leo tunaenda kuomba kwa habari ya maombi matano. Kwa hiyo unaweza ukachukua karatasi yako kama hii au karatasi yako nyingine yoyote, na ukaandika maombi yako matano ambayo unamwamini Mungu akutendee. Bwana Yesu asifiwe. Unamwamini Mungu kwamba atatenda. Sasa tuna kitu kinaitwa imani ya kwamba ninapoomba haya maombi matano Mungu anaenda kuyajibu. Bwana Yesu asifiwe. Sijakurupuka, kuna mtu Mungu anaenda kukujibu kwa habari ya maombi yako hayo matano. Kuna mtu Mungu anaenda kukutendea. Kuna mtu Mungu anaenda kufanya jambo. Kuna mtu Mungu anaenda kusababisha matokeo kwa habari ya kile ambacho unamwamini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo chukua karatasi yako, andika maombi yako hayo matano kwa ajili ya kumwamini Mungu kwamba ataenda kutenda. Bwana Yesu asifiwe. Pia nilimuuliza Mungu kwa habari ya matano. Kwa nini matano? Nikapata mstari ule ambao unahusiana na ile mikate mitano ambayo Bwana Yesu alifanya muujiza kwenye ile mikate mitano. Bwana Yesu asifiwe sana. Alitenda muujiza kwa habari ya ile mikate mitano. Tukiangalia kwenye kile kitabu cha Yohana, Yohana 6:9, pia hata Mathayo 14:17. Kwenye ile Yohana 9, wanafunzi wake wanamfuata Yesu na kumwambia kwamba watu hawana chakula. Bwana Yesu anasema okay, hakuna kitu chochote kile ambacho tunaweza tukawapa. Wanafunzi wake wakasema kuna yupo mtoto hapa ambaye ana mikate mitano. Yupo mtoto mwenye mikate mitano. Mungu anahitaji mtu mwenye kitu kwanza. Kile kitu akimultiply, increase. Kwa hiyo leo kutakuwepo na increase. Leo kutakuwa na multiplication, kutakuwa na increase, kutakuwa na multiplication. Yaani kutakuwa na ongezeko katika kile ambacho unaenda kumwamini Mungu. Katika vile vitu vitano ambavyo unaenda kumuomba Mungu, Mungu anaenda kusababisha ongezeko. Bwana Yesu asifiwe. Yabesi anamuomba Mungu, anasema kwamba niongezee hozi ya eneo langu. Bwana Yesu asifiwe. Nipanulie hozi ya ili eneo langu. Na Mungu anaenda kuleta na kusababisha ongezeko. Kwa sababu ile mikate mitano ilisababisha ongezeko. Watu wakala na wakashiba na wakasaza. Lakini kitu kingine, kulikuwepo na miujiza. Yaani mikate mitano kuwa multiplied na kuwa mingi ni muujiza. Kwa hiyo ninamwamini Mungu kwa habari ya muujiza katika maombi yetu matano. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunaenda kuomba Mungu kwa habari haya maombi, na tuna kwa imani, kwa sababu yoyote anayemkaribia Mungu kwa habari ya kuomba ni lazima kwanza aamini ya kwamba anachoomba kinaenda kujibiwa, na Mungu ndipo atafanya kwa kadri ya imani, lakini kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa hiyo tutaenda kama umeshaandika maombi yako, kama bado hujaandika, pause, andika maombi. Tutaenda, mimi maombi yangu nimekwishaandika. Tutaenda kunyunyiza damu ya Yesu katika maombi yetu na tutakaribia kuomba. Lakini pia kuna umuhimu sana wa kutoa sadaka. Kwa hiyo kama una sadaka yako hapo, unaweza ukatoa. Namba za kutoa sadaka ni 0715 410 722. Hiyo ni Yas 0715 410 722. Lakini pia kuna Vodacom ambayo ni 0753 410 722. Na Mungu akubariki pale unapotoa. Kwa maana kwenye ile Mambo ya Walawi 19:5 tunaona jinsi ambavyo sadaka ilisababisha kibali. Kwa sababu sadaka yako inaenda kusababisha kibali kwa habari ya maombi ambayo unaenda kumuomba Mungu. Sasa hatuwezi sugarcoat kitu chochote. Mimi mwenyewe ni mtoaji wa sadaka. Kwa hiyo sadaka ambayo unaenda kumtolea Mungu kwa habari ya haya maombi ambayo unaenda kumuomba Mungu inaenda kusababisha jambo. Bwana Yesu asifiwe.
inaenda kusababisha jambo. Kwa hiyo kama tayari una karatasi yako hapa, naomba tayari na maombi yako hapo na umeshayaandika. Sema maombi yafuatayo. Sema: Baba, katika jina la Yesu, ninafunika maombi haya kwa damu ya Yesu. Ninafunika ombi langu la kwanza kwa damu ya Yesu. Nafunika ombi langu la pili kwa damu ya Yesu. La tatu kwa damu ya Yesu. Ombi la 4 kwa damu ya Yesu. Ombi la 5 kwa damu ya Yesu. Na nyunyiza hiyo damu yako Yesu katika kila ombi nililoliweka katika karatasi hii, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako wewe ambaye umeniruhusu kuomba lolote nalo niliombalo kwa jina lako, na kwa imani nalo litatendeka. Ninaleta ombi hili la kwanza. Bwana, ukapate kunikubali. Mungu, ukapate kunionekania. Baba, ukapate kunijibu. Ninaleta ombi langu la pili. Ninaleta ombi langu la tatu. Ninaleta ombi langu la pili mbele zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo, sadaka yangu niliyoachilia katika madhabahu hii isababishe kibali katika maombi yangu haya matano. Ikawe ukamilifu wa ibada hii, na Mungu ukaipokee na kuikubali. Ukapokee sadaka yangu na kuikubali, ikafanyike kuwa kibali katika jina la Yesu Kristo. Ukanionekanie katika ombi langu la kwanza. Ukanionekanie katika ombi langu la kwanza, katika ombi hili ambalo ninakuomba Bwana. Endelea kumuomba Mungu kwa habari ya hilo ombi ambalo umeliandika, hilo ombi lako la kwanza ambalo umesema na Mungu, ambalo umeongea na Mungu. Mwambie Mungu, ninahitaji kuone kwa habari ya hili ombi ambalo nimekuomba saa hii. Litaje hilo ombi lako. Nasema Bwana, ninakusihi, onekana kwa habari ya hili ombi, onekana kwa habari ya hiki kitu. Ninakuhitaji ukanipe hicho kibali. Ninahitaji ukaonekane kwa ajili yangu. Ninaomba ukanionekanie kwa habari ya hili ombi ninalokuomba, kwa habari ya hili ombi ninalokuomba. Endelea kuomba kwa Mungu, endelea kumsihi Mungu, na uweke imani kwamba unachokiomba Mungu anasikia sasa hivi. Yuko pamoja na wewe hapo ulipo. Yuko pamoja na wewe hapo ulipo, na anasikia unachokiomba, na malaika wanasikia unachokiomba, na wao wanalipeleka ombi lako kwa Mungu, na wengine wanajiandaa kulileta jibu lako. Endelea kuomba kwa habari ya hilo ombi lako la pili. Endelea kuomba kwa habari ya ombi lako hilo la tatu. Endelea kuomba kwa habari ya ombi lako la pili, la tatu, la 4, la 5. Mungu nionekanie. Endelea kumwambia na kumsihi Mungu kwa habari ya kukuonekania, kwa habari ya kukuongeza, akakuongeze zaidi, akakuongeze, 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 ukaongezeke. Bwana Mungu akasababishe muujiza wa ongezeko, muujiza wa ongezeko katika hiyo biashara, katika hiyo kazi, katika utumishi, katika hiyo huduma. Muujiza wa ongezeko, muujiza wa ongezeko kwa habari ya watoto. Wewe unahitaji kuongeza watoto, Mungu akakusaidia ukapata hilo ongezeko kwenye hao watoto. Wewe unataka kuongeza biashara nyingine, unataka kuongeza kazi nyingine, Mungu akakuonekanie katika hilo ongezeko. Endelea kuomba Mungu ukaonekane Bwana, ukaonekane Mungu katika hitaji langu hili la kwanza. Rabanda ramanda, yamanda karamanda, Yesu kataya ma, yekabonda ramanda, yasaka tayamande, yedhere bonda karabosa, yatakata amande Isaya, namande Isaya, katia namande ki, alamanda hazika, lamande Isaya, kataraboshandara, ria mande ya dese kitaya ya mande kizaya ria manda saya ya sekeneremo ramandesa ya manda ya taya mande ya kalabasaya ramandesaya ria mandesa kesa ya manda yeta raboshaka rabosata kataya ria manda tayama ramande kezaya nesande kezaya ba ria mande kasaya rabonda kataya manda Yesua kisamanda kasaya ikalamande saya ramande kisaya yamanda kasika ramanda kazaya rakataya ramande zaya yesikama rebonda shia kesamande ikalamanda saika amande zaika riamande rabazakataya aleabanza yaseketaya alekalamasaya. Ukaite Bwana,
ukawalete Bwana. Yesaya manda ekalamanda kasaya badikataya manda, katika biashara yangu ukanionekanie, ukanilete wateja kusini, mashariki, magharibi, kaskazini, wakaonekanike Bwana, ukanibariki Mungu. Kataya manda anda kazaya raba kasaya kataya reka labasaya kataya ukaneka manda ikalamande kasaya esamanda kasaya. Sema na Mungu akabariki tumbo lako la uzazi. Sema na Mungu akabariki tumbo lako la uzazi, akaonekana shiketaya Yesaya manda, kwa habari ya uponyaji wako, uponyaji wa ndugu zako, uponyaji wa watoto wako, kwenye familia yako. Si Mungu Bwana, si Mungu, katika jina la Yesu. Hesa manda karama akaonekane, akakuonekanie atikataya mande ya ya katayama yesa kataya yesi. Mtu pakasema Mungu analolisema analitimiza. Mungu ukamwambie Mungu, wewe umesema, unalolisema unalitimiza. Leo hii nahitaji nikuone ukatimize kwa habari haya ambayo ninaenda kukuomba sasa. Raba sakataya mande ria manda saya katika rabonda karama ramande saya isha manda. Endelea kuomba Mungu, endelea kusema na Mungu, endelea kumwambia Mungu kwa habari ya hicho unachomuomba. Kama unaomba kwa habari ya biashara, mwambie Mungu, ninahitaji hiyo biashara. Hii biashara ninayohitaji ni aina gani? Ninahitaji biashara yangu, nini unataka Mungu afanye katika hiyo biashara yako? Kitu gani ambacho unataka Mungu akufanyie? Je, unataka kuletea wateja? Je, unataka akutafutie eneo lingine la location nyingine ya eneo? Mungu akufanyie. Mungu mwambie Mungu, je, unahitaji kitu gani katika hiyo kazi? Je, unataka kuongeza cheo au unataka kuyaona mabadiliko kwenye biashara, kwenye kazi yako? Je, unataka nini kwenye familia? Je, unataka Mungu aonekane kwa habari ya wokovu katika familia yako? Unataka muokoe mume wako, unataka muokoe mke wako, unataka okoe watoto, unataka okoe wazazi wako. Sema na yeye Mungu, mwambie Mungu, ninakuhitaji, nionekanie katika hili. Ninaomba ukaonekane, ukatujaze nguvu za Roho wako Mtakatifu. Je, unahitaji nguvu za Roho Mtakatifu? Mwambie Mungu, ninahitaji nijaze nguvu zako. Ninahitaji kuyaona mabadiliko katika maisha yangu ya kiroho. Ninahitaji kukuona, ukaniondolee hili ambalo linanisonga ndani yangu. Bwana, nionekanie. Niondolee hili ambalo mbona ninashindwa, kuna mambo nashindwa kuyafanya, kuna vitu nashindwa kuacha. Ninaomba unisaidie. Roho Mungu nisaidie. Kiwa kuna kifungo ndani yangu, nifungue hicho kifungo. Nionekanie hicho kifungo, kiniachie. Hiyo kifungo kiniachie kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Endelea kumwomba Mungu na Mungu akakuonekanie kwa habari ya hicho ambacho unataka na hicho ambacho unaamini, katika jina la Yesu Kristo. Ni biashara ya garden ambayo unaifanya, kama ni biashara ya garden ambayo unaifanya, biashara unalima mchicha, kitu ambacho unaweza ukakiona ni kidogo sana, lakini ukiendelea kumwomba Mungu anaweza kukupa namna ya hekima ya kukifanya hicho kitu na ukauza sana. Mungu akapata kukuonekania kwa habari ya hiyo bustani ya mchicha ambayo unalima, kwa habari ya hiyo bustani ambayo unalima, ikafanyike kwa ukuu sana, kwa habari ya hizo nyanya ambazo unalima, huo ukulima ambao unaufanya, hizo nyanya ambazo unalima, nikamanda zeke taya manda yandeke zaya kalamande yamanda kazika taya yateke saya kataya mandeke zaya katika cheke taya mande yamanda sikalama saya. Kukaonekane ongezeko katika hilo, kukaonekane ongezeko katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema, katika jina la Yesu Kristo, kila kizuizi kilichowekwa na mkuu wa anga katika kazi, katika biashara, katika nyumba yangu, aachie na kuondoka katika jina la Yesu. Hicho kizuizi kiondoke. Hicho kizuizi kiondoke. Huyo anayezuia aondoke. Huyo anayezuia aondoke kwa jina la Yesu Kristo. Sema, kila mchawi ambaye ameweka zuio kwa habari ya ombi langu la kwanza, kwa habari ya ombi langu la pili, kwa habari ya ombi langu la tatu, kwa habari ya ombi langu la 4, kwa habari ya ombi langu la 5, ninaondoa hivyo vizuizi katika jina la Yesu Kristo. Ninaondoa kila zuio ambalo limewekwa katika hayo maombi. Ninaondoa kila zuio ambalo limewekwa kwenye anga, limewekwa kwenye ardhi, limewekwa kwa mtu, kwenye madhabahu za giza, kwa jina la Yesu. Hilo zuio ninaliondoa. Ninang'oa kila pando la giza ambalo limepandwa ili kunisonga
nisisogee au nisipige hatua. Hilo pando ambalo limewekwa ili kunisonga songa, ili kunizuia nisipige hatua, kwa jina la Yesu ninang'oa hilo pango, ninang'oa hilo pando la giza lililowekwa kama mwiba na miiba ya kunisonga songa ili nisipige hatua, kwa jina la Yesu. Ili nisipige hatua katika hiyo biashara, nisipige hatua katika hiyo kazi, nisipige hatua katika huduma, nisipige hatua katika familia, nisipige hatua katika maeneo yangu, nisipige hatua katika hiyo project. Kwa jina la Yesu ninang'oa kila pando la kipepo, kila pando la giza, kila pando la kichawi, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Sema, katika jina la Yesu Kristo ninatamka sasa, biashara yangu itakuwa, nitapata ongezeko, nitapata wateja, nitaongezeka kila upande katika jina la Yesu Kristo. Wateja watanifuata katika pande zote. Hiko cheo ninakichukua sasa, hicho kiti ninakikalia sasa kwa jina la Yesu. Hiyo safari ya kwenda nje ya nchi ninaichukua sasa katika jina la Yesu. Huo mtaji ninaumiliki sasa kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Hiyo ofisi ninaimiliki sasa kwa jina la Yesu. Hiyo kazi ninaimiliki sasa. CV yangu itaonekanika. Ninaikomboa CV yangu ya kazi kokote pale ilipo. Ninaikomboa kutoka kwenye giza, ninaikomboa kutoka kwenye mapango, ninaikomboa itoke kwenye bahari kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu ninaita ukombozi wa hiyo CV yangu kokote pale ilipofichwa, kokote pale ilipowekwa. Ninaikomboa sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ikakombolewe. Ninakomboa CV yangu, ninakomboa mstakabali wangu, ninakomboa maisha yangu, nyota yangu ninaikomboa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila kufifishwa kwa nyota ninakukataa leo, kwa jina la Yesu ninaikomboa kwa damu ya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Ndoa yangu itakaa sawa katika jina la Yesu. Kila uchawi ambao umewekwa kwenye ndoa kwa jina la Yesu unaondoka leo hii. Ninachukua ndoa yangu, ninachukua mume wangu, ninachukua kwa jina la Yesu Kristo. Nitaingia katika ndoa kwa kushangiliwa na kwa vigelegele kwa jina la Yesu Kristo. Kila magonjwa sio sehemu yangu. Kila ugonjwa ulioko ndani ya mwili wangu katika jina la Yesu Kristo, toka katika jina la Yesu. Huo ugonjwa ukaniachie sasa kwa jina la Yesu. Ninaita uponyaji ndani ya mwili wangu, ninaita uponyaji katika mifupa yangu, ninaita uponyaji katika damu yangu na ngozi kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ikatakase damu yangu na kuondoa kila maradhi na magonjwa yaliyoko kwenye damu, yaliyoko kwenye ngozi, yaliyoko kwenye nyama ya mwili kwa jina la Yesu Kristo. Ninaita uponyaji. Bwana Yesu ukaniponye, maana kwa kupigwa kwako, umesema kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Ninaomba Bwana, damu yako Yesu ikanene mema kwa habari ya maisha yangu, afya yangu na uzima wangu katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu ninaita kila baraka yangu yoyote iliyopo katika ulimwengu wa roho, iliyoko katika ulimwengu wa roho, ijidhihirishe sasa. Hiyo baraka ambayo iko katika ulimwengu wa roho ijidhihirishe sasa. Ramande kezana, baramande sana, Yesu kataya, aria manda, Yesu kataya, mande kezaya, katika jina la Yesu. Kila baraka ambayo iko katika ulimwengu wa roho imejificha, idhihirike sasa katika jina la Yesu. Nikamanda sana, yamande yamanda. Ninawapiga ukofu wale wote ambao huwa wanatazama kwa habari ya maisha yangu yanayokuja. Ikamanda na wapiga ukofu wale wote ambao wanaangalia na kutazama ili kuona kitu gani kinaendelea katika maisha yangu, baraka gani leo jificha ambayo Mungu ameniandalia. Na wapiga ukofu, TV zao zile za vunjike kwa jina la Yesu. Kila wanapoita jina langu waone moto, kila wanaponitafuta waone moto lao kwa jina la Yesu Kristo. Ninaita hiyo baraka yangu kokote ilipo katika ulimwengu wa roho, ninairejesha kwangu, ikajidhihirishe katika ulimwengu wa mwili, ikajidhihirishe katika ulimwengu wa mwili. Kila baraka ambayo nimeiona katika ulimwengu wa roho, baraka za fedha, magari, nyumba, huduma, utumishi, kazi, shule, chuo kwa jina la Yesu, elimu kwa jina la Yesu. Ninaita hiyo baraka, ni baraka ya ndoa na mahusiano mazuri na watu kwa jina la Yesu. Ninaita sasa baraka ya watoto ambayo imejificha katika ulimwengu wa roho. Ninaita huko iliko sasa ikamanifest
kwenye maisha yangu sasa. Ramande sana hesa ya mande kizana ramanda zikataya ria mande kizana. Haleluya Jesus. Ramande kisana rika ramunda raba sakataya ria mande kizika raba shiketaya ria manda kasaya. Bwana ukanijibu maombi yangu haya matano, na kusii mwana ukanionekanie kwa ramande saya ria manda saya yandeke saya. Ukasome Bwana ombi langu la kwanza, ombi langu la pili, ombi langu la tatu, ombi langu la nne, ombi langu la tano, kwa mamlaka ya jina la Yesu nionekanie Bwana, ukaitazame na imani yangu, ukatazame na mimi ninavyokuamini, kwa maana wewe ni Mungu wangu, wewe ni Bwana wangu, Mwokozi wangu. Ninakuamini ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza, wewe ni Mungu unayejibu maombi, maana kwa kupigwa kwako Bwana hukupigwa kwa hasara bali kwa faida. Mungu ninakusihi uonekane, unionekanie katika jina lako Yesu, katika jina la Yesu nionekanie, ukanijibu, 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 ukanijibu mara ito Bwana, ukanijibu, ukaonekane Bwana wa majeshi, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante Bwana Yesu kwa maana umejibu. Asante Bwana Yesu kwa maana umetenda. Mshukuru Mungu kwa maana amejibu. Mshukuru Mungu kwa maana amejibu. Maana unaomba kwa imani. Wewe unamshukuru Mungu na kusema, Mungu umenijibu maombi yangu na mimi ninakushukuru. Asante kwa maana umenijibu. Asante kwa maana umenijibu. Ninakushukuru Mungu kwa maana umejibu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki sana kwa siku hii ya leo ambayo tumekutana kwa ajili ya maombi, na ninaamini kabisa Mungu anaenda kufanya jambo kwa ajili yako. Karatasi yako utaendelea kuiweka na kuitunza na kuendelea kutiki kile ambacho Mungu anaenda kukufanyia, na utamshukuru Mungu kwa habari hicho ambacho anaenda kukutendea. Ninaamini kabisa Mungu ataenda kuonekania kwa ajili yako, na wewe weka hiyo imani ya kwamba Mungu ataenda kuonekana kwa ajili yako. Yeye ni Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi, ameumba kila kitu kinachoonekana na kisichoonekana, na kwa neno lake yeye anasema ninatenda. Unapoenda kwa kulingana na neno lake, anasema mimi ninatenda. Kama amesema yeye kwamba ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa, na akasema chochote mnachokiomba mkiamini hicho kimekuwa cha kwenu. Akasema nitawapa furaha yenu kapate kuwa timilifu. Kwa hiyo Mungu yeye anatenda na anaenda kufanya kwa kadri ya imani ambayo yuko ndani yako, lakini kwa kadri ya mapenzi yake, kwa sababu kuna mambo ambayo unaweza ukayaomba ambayo sio mapenzi yake. Kwa hiyo anaomba kile, anakujibu kile ambacho kiko ndani ya mapenzi yake. Kwa hiyo kikiwa ndani ya mapenzi yake, kwa nini yeye asikujibu? Alikuwa anakusubiria ukae chini muombe. Kwa hiyo leo umemuomba na anaenda kukifanya hicho kitu. Mungu akubariki sana. Mungu akuinue sana. Mungu akuonekanie sana. Shalom, shalom.